ni mambo mangapi tunayoyapitia. Haijalishi ni mbinu gani tutakayoitumia, haijalishi ni dini gani tutakayoitumia, yeyote yule atakayenyenyekea na kuvunjika chini na kutambua ya kwamba huyu Yesu Kristo aliyesulubishwa msalabani Kalvari ni mwana wa Mungu na ndiye sababu ya ulimwengu kuumbwa, huyo naye atapata kibali ya kukaa katika meza ya Bwana na kushiriki katika meza ya Bwana wakati ambapo Mungu atakapotekeleza mapenzi yake. Tumeona ya kwamba Mungu aliumba ulimwengu na ulimwengu haukuumbwa kupitia nguvu za mikono. Ulimwengu haukuumbwa kupitia maarifa ya mwanadamu. Ulimwengu uliumbwa kupitia neno lililotoka ndani ya kinywa chake Mwenyezi Mungu. Maana sema hata chochote kabla chochote kiwepo, neno lake Mwenyezi Mungu lisimama. Naye Yesu Kristo Mungu pamoja na Roho Mtakatifu walikuwa kwenye anga wakitawala uso wa dunia. Maandiko yanasema ya kwamba waliweza kutamka neno na kukaweza kuwa mwangaza. Na wanasema yule mwangaza uliokuweko, giza halikuweza kuushinda. Maana ule mwangaza ulitoka kwake Mwenyezi Mungu, ambaye ndiyo shina la mambo yote, ambayo ndiyo shina la chanzo cha ulimwengu huu tunaoishi kama wanadamu. Kwa hivyo tunapoishi kama wanadamu, msingi wetu kama wanadamu, tumeumbwa kupitia neno. Na ikiwa tumeumbwa kupitia neno, tunafanyika bora kupitia neno. Tunaumbika kupitia neno, tunatengenezwa kupitia neno, tunatakasika kupitia neno, tunasamehewa kupitia neno. Pasipo hili neno lake Mwenyezi Mungu, mwanadamu hawezi akatakasika kutokana na mambo yale ya nyuma, ama kutokana na dhambi ambazo huenda ametoka ndani. Mwanadamu anatakasika kupitia kulisikia neno lake Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba hili neno unalisikia. Unaposoma katika kitabu cha Warumi, wanasema kwamba neno linakuja kwa kusikia. Na kwa kusikia kupitia mtu ambaye ametumwa alilete, ni kwa ajili ya kulipokea. Na ndiposa tuko na mitume, tuko na manabii, tuko na wachungaji, tuko na walimu, tuko na wainjilisi ambao Mungu anatumia ni kwa ajili ya kueneza ili neno lake watu wakaweze kutakasika.